la misitu duniani hoye! Hoye! Mama Samia hoye! Hoye! Nyosha mikono juu, Mama Samia hoye! Tumerithishwa, tuharisishe. Tunapoelekea katika kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu na upandaji miti kitaifa yatakayofanyika mkoani Njombe tarehe 21 mwezi Machi 2025, wilaya ya Wanging'ombe inaadhimisha siku hiyo maalum leo tarehe ya 16 mwezi wa 3 mwaka 2025 katika eneo tulianzia kwenye ofisi za mkuu wa wilaya, lakini na hapa shule ya sekondari ya Igwachanya kwa kupanda miti katika zoezi hili isiyopungua 250 ambayo ni miti ya matunda pamoja na kivuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee nipende kukushukuru sana kwa kutenga muda wako muhimu kuja kushiriki zoezi hili maalum la maadhimisho ya siku ya misitu na upandaji miti kitaifa lenye kauli mbiu ya kitaifa inayosema kwamba ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa uendelevu wa rasilimali kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, pia kuna kauli ya kidunia ambayo inaelekeza kwamba misitu ni chakula. Kama ambavyo umesikia pia hata wanafunzi wamesema kwamba moja ya manufaa wanayopata kutokana na misitu ni matunda ambayo pia ni lishe au chakula kwa jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika wilaya ya Wanging'ombe misitu imegawanyika katika makundi makuu mawili. Tunayo misitu ya asili na misitu ya kupandwa, ambayo misitu ya asili imegawanyika pia katika misitu iliyohifadhiwa, na kwa eneo letu tuna misitu iliyohifadhiwa ya vijiji tu, ambapo pia kundi jingine ni ile misitu ambayo iko kwenye maeneo ya wazi ambayo inaitwa ni misitu ya mataji wazi. Misitu hii ina faida ya ni hifadhi ya vivutio vya utalii kama maeneo ya mapito ya wanyama, lakini kama ulivyosikia hata wanafunzi wamesema kwamba msitu ule wa Nyumbanitu ni moja ya chanzo cha hifadhi cha wilaya ya Wanging'ombe. Lakini pia misitu ina faida ya kuwa kwamba ni makazi ya viumbe hai na mapitio ya wanyama, ambapo kwenye maeneo yetu tuna pori la akiba la Mpanga Kipengele, lakini pia tuna mapito ya nyama ya Igando Igawa yanayounganisha mbuga ya hifadhi ya taifa ya Ruaha na pori la akiba la Mpanga Kipengele. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kutekeleza zoezi la upandaji miti kwa mwaka huu 2025 tumefanikiwa mpaka sasa hivi kupanda miti 1,474,367 kati ya lengo la kupanda miti 1,500,000 kwa mwaka lililowekwa na serikali kwa ajili ya halmashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi, miti ya kupandwa ina manufaa mengi pia, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa mbao, kama ambavyo pia tumeona wanafunzi wametukumbusha kwamba hata miundombinu ambayo wanayo mingine imetengenezwa kwa kutumia mbao. Lakini pia tuna uzalishaji wa nishati kwa maana ya kuni na mkaa, lakini pia tuna upatikanaji wa lishe kupitia matunda, lakini pia na asali inayozalishwa katika misitu hii ya kupandwa na ile misitu ya hifadhi. Misitu hii ya kupandwa pia imekuwa ni hifadhi ya ardhi, lakini pia na kuirutubisha ardhi. Kwa misitu hii uwepo wake miti ambayo tunaiona miti ya asili na ambayo wanasayansi wameidevelop mpaka sasa tunaipanda, haikuja kwa sababu ya bahati mbaya. Maisha yetu kwa asilimia kubwa yanategemea misitu, na katika shughuli za kibinadamu ambazo tumekuwa nazo ndizo zilizopelekea uharibifu wa mazingira. Kwa tukipata mmomonyoko, tukipata kukosekana kwa mvua, tukikosa mvua, mito ikikauka, changamoto kubwa ni kwa sababu uoto wa asili uliokuwepo tumeuondoa. Na nyie wana Wanging'ombe kwa mwaka huu ni mashahidi ya kwamba pamoja na kwamba serikali ilishatangaza kwamba tutakuwa na mvua za wastani, lakini kwa miaka yote kama Njombe au Wanging'ombe tumekuwa na mvua
ambazo zinanyesha nyingi. Mwaka huu zimepungua na baadhi ya wakulima wamepata changamoto ya mazao yao kutokuwa vizuri. Kwa tuko katika jukumu hili muhimu sana. Nimeona kwanza nianze ili mrejee tulikotoka kwenye utunzaji na uharibifu wa mazingira au misitu ambayo ilikuwepo ya asili na ambayo wakati mwingine tuliipanda nayo kwa namna moja au ingine tumeivuna pasipo kuirudishia miti mingine. Watoto wangu nyie ni watu muhimu sana. Baba zenu sisi tushaharibu, mama zenu washaharibu katika swala la mazingira, na tuko hapa kwa ajili ya kuwapa elimu, lakini na kusisitiza kuhusu umuhimu wa upandaji wa miti na faida ambazo tunaweza kuzipata. Na ndio maana niliwaita baadhi yenu, sitaki kurejea faida ambazo wamezisema, lakini nisisitize katika jambo muhimu ya kwamba swala la kupanda miti ni jambo moja na swala la utunzaji wa miti ni jambo lingine. Maelekezo ya serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Isidori Mpango ni kwamba kila halmashauri ipande miti isiyopungua 1,500,000. Na kwa halmashauri yetu ya Wanging'ombe tumekuwa tukifanya hilo. Tumekuwa tukipanda hiyo miti. Changamoto ambayo tunayo ni utunzaji wa hiyo miti ambayo tunaipanda tangu sera hiyo ianzishwe. Nyie ninawaomba sana mkawe mabarozi katika nyumba, mkawe mabarozi hata mtakapomaliza shule, mkawe mabarozi hata mnapokuwa likizo. Kwa mmoja mmoja kwamba tukishapanda mti ni lazima huo mti ukue. Mwaka jana nyie ni mashahidi ya kwamba upande wangu wa kulia mahali pale mlipanda miti na nimefurahi kuiona kwamba ile miti bado ipo, mnaendelea kuitunza. Na hii tunayokwenda kuipanda katika siku hii ya leo, nayo tunaamini ya kwamba mtaitunza, itakuwa. Lakini niwaongezee jambo lingine la kwamba serikali imewekeza fedha nyingi sana katika bwawa la Mwalimu Nyerere au Stigraj Gorge. Bwawa lile linazalisha umeme na fedha zilizowekezwa pale ni zaidi ya shilingi trilioni 6.5. Bwawa hilo linazalisha umeme ambao ni megawati 2115. Lakini sisi kama wilaya ya Wanging'ombe katika siku hii muhimu tunapopanda miti hii italeta maji, tutatunza pia vyanzo vya maji, na maji yanayotoka mahali hapa, naomba msaidieni, na maji yanayotoka katika eneo hili la Wanging'ombe, moja yanawafaidisha wananchi wa Mbarali, lakini yanaenda moja kwa moja mpaka kwenye bwawa hilo. Kwa watoto wangu, wanafunzi na viongozi ambao tumeambatana hapa, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, lakini pia tunatunza miti na tunafanya zoezi hili liwe endelevu. Ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa ambayo inafanyika hapa mkoani Njombe tarehe 21 Machi. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba siku ya misitu duniani iliidhinishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2012, ambako baraza hilo lilielekeza kwamba kila siku ya tarehe 21 Machi iwe ni siku ya kuadhimisha misitu duniani kote kwa nchi wanachama. Kwa hivyo yako mambo mbalimbali ambayo yalielekezwa kufanyika. Mosi ni pamoja na zoezi hili ambalo tunalifanya leo, zoezi la kupanda miti, lakini na lingine ni pia kutoa elimu na hamasa kwa umma kuhusu uhifadhi na uendelezaji wa misitu yote katika nchi wanachama. Lakini swala nyingine ilikuwa ni kwa ajili ya
kueleza umma kuhusu namna bora ambayo inaweza kutumika katika kuhifadhi misitu ya aina yote. Sasa niseme kwamba kwa nchi ya Tanzania hii itakuwa ni mara ya 3 ambapo mkoa wa Njombe umepata nafasi hiyo. Kwa hivyo naomba mjishangilie kwa sababu ni swala kubwa. Maadhimisho haya ni maadhimisho ya kitaifa. Tuko Njombe lakini dunia na Tanzania yote inakuwa iko Njombe, kwa maana kutakuwa na wageni mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuadhimisha shughuli hiyo. Kwa hivyo kama nilivyosema hapo awali ni kwamba kuelekea katika kilele hicho cha tarehe 21 Machi tumetembelea wilaya zifuatazo kwa kufanya zoezi kama hili. Kwanza tulifanya katika wilaya ya Ludewa tarehe 14 mwezi wa 3, lakini jana tarehe 15 tulikuwa katika wilaya ya Makete na leo tuko katika wilaya ya Njombe. Niseme kwa ufupi sana kwamba niwapongeze sana wana Wanging'ombe kwa sababu kuna mambo mengi nimeyasikia kwenye taarifa yetu. Taarifa yetu kwa kweli ilikuwa imesheheni, imeeleza mambo mengi mnayofanya. Ikiwa ni pamoja na upandaji miti, miti ya kupandwa, lakini pia mna miti ya asili kama msitu wetu maarufu wa msitu wa Nyumbanitu ambao hata sisi kwa kweli tunaufahamu kwamba ni kivutio tu kwamba ni msitu, lakini pia ni kivutio cha utalii. Kwa hivyo hongereni sana. Kwa hivyo kwenye kuelekea hiyo siku ya tarehe 21 Machi yako mambo mbalimbali ambayo yatafanyika. Mosi ni pamoja na hili ambalo tunalifanya, lakini kuanzia tarehe 18 kwenda mbele tutakuwa na shughuli za uoneshaji kwamba watajumuika wadau mbalimbali wa kimisitu na sekta nyingine kuonyesha huduma na bidhaa ambazo wanazizalisha. Kwa hivyo hivi nitoe rai kwamba hata Wanging'ombe tusirudi nyuma. Kama kuna wajasiriamali wazuri, lakini pia hata halmashauri yenyewe au wilaya inaweza pia ikawa na banda lake ikaonyesha mambo mbalimbali ambayo mnayafanya katika kuhakikisha kwamba misitu inahifadhiwa lakini inaendelezwa kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa hivyo tunawasihi sana. Lakini lingine kubwa niseme kwamba kama tulivyoongea Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuhakikisha kwamba tunawapata watu wa kutosha siku ile ya kilele, watu wawepo wengi ili shughuli yetu iweze kufana. Ni kwamba kama tulivyosikia kauli mbiu ya kidunia inasema misitu na chakula, kwamba misitu ikihifadhiwa vizuri ni kwamba kutakuwa na mvua, lakini pia kutakuwa na maji yanayotiririka ambayo yanaweza kutusaidia pia kwenye kilimo kwa maana ya kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hivyo kidunia hiyo ndio kauli mbiu ambayo inasema kwamba misitu na chakula. Kwa hivyo kuna uhusiano mkubwa kumbe sasa kwamba misitu kama ikihifadhiwa vizuri inaweza ikasaidia sana kwenye kuendeleza sekta ya kilimo. Lakini kwenye kauli mbiu ile ya kwetu ya Tanzania inasema ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa rasilimali kwa kizazi cha sasa na kijacho. Kwa maana ya kwamba kama tukipata mazao mazuri ya misitu tukawa tunaongezea thamani, kwanza tutaongeza aina mbalimbali za bidhaa na huduma, lakini pia itatusaidia pia kupata masoko mazuri. Nimesikia kwamba kuna wakulima wengi wa miti hapa wanavuna miti ikiwa michanga. Unapovuna miti ikiwa michanga unapunguza ule ubora wa mbao au na bidhaa nyingine. Kwa hivyo ni vizuri sana ugani au elimu ikaendelezwa ili wananchi wetu waweze kuvuna miti ambayo imekomaa, kwa sababu miti ambayo haijakomaa ikiingia sokoni inakuwa ni vigumu kutofautisha kwamba hii mbao ni ya mti mchanga au mbao hii ni ya mti uliokomaa. Kwa hivyo ni vizuri sana wale maafisa wa ugani wakaeneza hiyo elimu ili tuweze kupata bidhaa ambazo zina ubora unaostahili. Lakini swala lingine nimesikia pia kwamba mnafanya shughuli za ufugaji nyuki. Miti na misitu pamoja na sekta ya nyuki ni vitu ambavyo viko pamoja. Kama nilivyosema, mimi natoka idara ya misitu na nyuki, kwa hivyo ni vitu ambavyo vinategemeana sana. Niwasihi na niwaombe kwamba maafisa wa ugani tuzidi kuwaelimisha wananchi waweze kufuga nyuki ili hatimaye tuweze kupata misitu ambayo ndani yake kuna nyuki, kuna ufugaji nyuki. Tunaambiwa kwamba uchavushaji wa miti na hata mimea unafanywa na mdudu nyuki kwa 80%. Kwa hivyo hiyo 20% iliyobaki ndio ambayo inafanywa na wadudu wengine. Kwa hivyo mdudu nyuki anasaidia sana kwenye kuendeleza mimea na hasa misitu, lakini pia hata kwenye kilimo pia. Kwa hivyo tukifanya ufugaji ambao ni endelevu, ambao unafuata zile kanuni, utatusaidia sana kwenye kufanya ardhi au mimea yetu iwe na afya ambayo tunaitarajia kuipata. Kwa hivyo niwapongeze sana wana Wanging'ombe, na mimi niwatakie tu kila laheri kwenye shughuli yetu hii. Tunavyorudi kule majumbani tukawaelimisha wazazi wetu,
tubadilike sasa, tuache ile njia ya kusafisha mashamba kwa kuchoma moto. Tuko na maafisa ugani wetu huko, maafisa kilimo ngazi za kata mpaka vijiji. Wale watatupa elimu njia mbadala ya kusafisha mashamba yetu ili tuongeze rutuba katika ardhi yetu na tuweze kupata mazao yenye tija. Hapo vipi? Wote ongezeko kubwa la joto ambalo pia linaathiri pia sisi wenyewe afya zetu, lakini pia tumekuwa na changamoto pia katika mazao yetu mashamba. Tunaona mvua zimekuwa zikichelewa. Yote haya ni athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo zoezi tunayokwenda kuifanya siku ya leo inatusaidia sisi kama wana Wanging'ombe, kama wanajamii kwa ujumla kupunguza athari hizi zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia inasaidia kupata chakula kwa sababu miti tunayokwenda kupanda ni ya matunda. Kwa hiyo pia itaboresha afya zetu za wanafunzi wetu, lakini na jamii kwa ujumla. Lakini pamoja na hayo yote, halmashauri pia imeendelea na juhudi nyingi za kuhamasisha upandaji wa miti kwa jamii nzima ya watu wa Wanging'ombe, lakini pia tuna kitalu cha miti kilichopo Uwenga ambapo pia miti tunaipanda ili kufikia lile lengo la miti 1,500,000 kwa mwaka kupanda katika halmashauri yetu. Kwa hiyo mimi ni shukuru kwa nafasi hii siku ya leo katika halmashauri yetu ya Wanging'ombe, na ninaamini kabisa sisi sote pamoja na wanafunzi wetu hapa tunaenda kuwa na tabia sasa ya kupenda kupanda miti, na niase jamii, nitoe rai kwetu sisi sote tuwe na tabia ya kupenda kupanda miti katika maeneo yetu mashambani, lakini hata majumbani kwetu, kwa sababu faida zake sisi sote tunazijua. Naitwa Yvonne Juma Kiliva kutoka Mbeya, hapa ni Gwachenya Sekondari. Tumejifunza kuhusu upandaji wa miti, miti ina faida gani, vitu gani ambavyo tunaweza kuvipata kutokana na miti, ambapo tumeambiwa faida za miti inatusaidia kupata hewa safi, matunda, lakini pia tusaidia kupata mvua kadhalika. Lakini pia tumefundishwa jinsi ya upandaji wa miti, kwamba miti ina faida nyingi. Kwa hiyo itabidi tuitunze miti kwa ajili ya kizazi hichi na kizazi kijacho, ambacho inaweza kutusaidia sisi na kizazi ambacho kinachokuja. Kwa majina naitwa Adija Shadrack Sogelela, natokea kidato cha 4A. Tumepokea elimu ya kutunza mazingira. Tutatunza mazingira. Tunashukuru kwa kutuletea miti ya matunda na miti ya kivuli. Miti ya matunda ili kujenga afya zetu, miti ya kivuli pale kiangazi. Pia kuna umuhimu wa miti. Miti inatusaidia kuleta mvua, miti inatusaidia kipato, miti inatusaidia kudhibiti mmomonyoko wa udongo.